Natumai kwamba nyote ni wazima. Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Wazima kabisa. Imempendeza Mungu Injili ya Yesu ikapata kuhubiriwa mahali hapa, na ni vyema tuamini, tuombe, alafu Mungu akaongoza neno lake sawa na mapenzi yake. Nakupa sifa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu aliye juu sana, aliye mtakatifu. Bwana, tunasema asante kwa ajili ya neema umenijalia ili ukapata kunena nasi Bwana jioni ya leo. Mungu, fungua mioyo yetu tukapata kulipokea neno lako na kulitendea haki sawa na mapenzi yako Bwana. Enda ukatutakase, enda ukatuoshe kwa damu ya Yesu Kristo Bwana. Enda ukatugeuze kutoka njia mbaya, njia ambazo ni machukizo mbele zako, na ni katika jina takatifu lako Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Tutaangalia maandiko matakatifu. Kitabu ni Tito sura ni ya 2. Tito sura ni ya 2 mstari wa 11 hadi wa 12. Nyamazeni. Kwa maana neema ya Mungu ambayo inawaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Kwa maana neema ya Mungu ambayo inawaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi maisha ya kiasi, ya haki na ya utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hivyo ndio maandiko yanasema. Hivyo ndio maandiko yanakuambia na yananiambia pia mimi. Kwa kuwa Mungu anaheshimu neno lake, Mungu anaheshimu mwanadamu. Mungu hakuheshimu kwa kuwa ni mtumishi. Mungu anaheshimu neno lake. Na yeyote ambaye ataenda kinyume na neno la Mungu, Mungu atamweka sawa na mapenzi na matendo yake ambayo amekuwa akiyafanya. Kama matendo yako ni machafu, Mungu atakuweka mahali ambapo watu wachafu wanafaa kuwekwa. Na kama matendo yako ni masafi, Mungu atakuweka mahali ambapo wale ambao wanakaa maisha matakatifu, wakitembea katika njia za haki, wakitenda matendo matakatifu, mahali ambapo wanafaa kuwekwa. Maandiko yanasema neema ambayo inawaokoa wanadamu wote katika ulimwengu imefunuliwa. Tuko kipindi cha neema. Tuko katika kipindi cha neema. Kipindi cha neema ambacho mwanadamu yeyote ambaye atatambua asili yake ya dhambi na aungame dhambi zake mbele za Mungu na atubu dhambi zake na ageuke kutoka kwa hizo dhambi na aweke imani kwa Yesu Kristo, atapokea msamaha wa dhambi, atasamehewa dhambi bure kabisa pasipo tendo lolote. Hiyo ndio neema. Tunaokolewa pasipo tendo lolote. Tunaokolewa pasipo tendo lolote la mwanadamu. Wokovu ni kazi ya Mungu. Wokovu ni kazi ya Mungu 100%. Mungu ndiye anaokoa mwanadamu. Mungu ndiye anayetupa neema ya wokovu. Lakini leo watu wanatumia neema kukaa katika dhambi. Leo watu wanatumia neema kukaa katika uzinzi. Mtu anatembea katika uzinzi na unasema niko chini ya neema. Haujapata kuelewa neema ni nini. Yeyote ambaye anaelewa maana ya neema ni nini, hawezi akatembea katika uzinzi, hawezi akatembea katika uasherati, hawezi akatembea katika wizi, hawezi akatembea katika ulevi. Kama unaelewa maana ya neema, hautakaa maisha machafu, maisha ya dhambi. Maandiko yanatuonyesha kwamba neema inatufundisha kukataa tamaa za kidunia.
inatufundisha kukataa dhambi. Neema inatufundisha kukataa kitu chochote ambacho hakitokani na Mungu, tukapata kukaa maisha ya kiasi, maisha ya haki, maisha ya utaua. Maisha ya utaua ni maisha ya kimungu. Maisha ya kiasi ni maisha ambayo unakaa ukiwa na self control, unaelewa ni kipi ambacho unafaa ufanye wakati gani na mahali gani. Hiyo ndio neema. Neema inatufundisha kukaa maisha matakatifu. Lakini leo watu wanakaa katika dhambi. Watu wanakaa katika dhambi. Watu wanakaa katika dhambi ndani ya makanisa na wanasema wako chini ya neema. Mtu anatembea na mke wa jirani yake anasema wako chini ya neema. Unatembea na mume wa jirani yako unasema uko chini ya neema. Unatawaliwa na shetani ibilisi. Pata kutubu dhambi. Pata kutubu dhambi. Pata kugeuka kutoka kwa dhambi. Pasipo kutubu dhambi, pasipo kutubu dhambi na kukaa maisha ya haki, hauwezi ukarithi ufalme wa Mungu. Uwe mshirika wa kanisa, usiwe mshirika wa kanisa, kama ukae maisha matakatifu, hauwezi ukaingia paradiso. Huo ndio ukweli wa Biblia, huo ndio ukweli wa Mungu, huo ndio ukweli wa maandiko. Yeyote ambaye anakaa maisha ya dhambi, maisha ya dhambi kuendelea na kuendelea, awe ni mtumishi, awe ni mshirika ndani ya kanisa, hawezi akarithi ufalme wa Mungu. Uendelee kusema uko chini ya neema na uendelee kukaa katika dhambi, utaingia jehanamu ukisema uko chini ya neema. Leo watu wamejaza chuki ndani ya mioyo yao, na kila mtu anasema niko chini ya neema. Haujapata kuelewa neema ni nini, rafiki yangu. Neema inakufundisha kukaa maisha ya haki, sio maisha ya chuki. Neema ni Yesu Kristo. Yesu hakuwa na chuki na yeyote. Yesu aliwapenda hadi Mafarisayo na aliwaonya kuhusiana na dhambi. Na hivyo ndio Yesu ametuma huu ujumbe jioni ya leo, ili ukapata kusikia, ukapata kutubu, ukapata kugeuka, usije ukafa ukiwa mshirika wa kanisa na ukaingia jehanamu ukiwa mwendaji wa kanisa. Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Miaka yako yote ndani ya kanisa unatumikia Yesu Kristo ama unatumikia shetani? Leo watu wako ndani ya makanisa, watu wanaingia makanisani, lakini hawatumikii Yesu Kristo. Watu wanatumikia shetani. Watu wamejaza wivu ndani ya mioyo yao. Watu wamejaza makasiriko ndani ya mioyo yao. Watu wamejaza masengenyo ndani ya mioyo yao. Watu wengine vinywa vyao vinyamazi, ni kusengenya. Na wewe ni mshirika wa kanisa, pata kutubu dhambi ya masengenyo, usije ukaingia jehanamu. Dhambi ya masengenyo usipotubu na kugeuka na kuachana nayo, itakuingiza jehanamu. Miaka yako yote utateseka, utachomeka milele na milele jehanamu. Leo zinaa ndani ya makanisa imekuwa jambo la kawaida. Leo zinaa ndani ya makanisa imekuwa jambo la kawaida. Leo watumishi kutembea na wake za watu imekuwa jambo la kawaida. Leo watumishi kulala na washirika imekuwa jambo la kawaida. Na watu wanasema wako chini ya neema. Utakufa ukiwa mwenye dhambi ukisema uko chini ya neema na uingie jehanamu. Kwa kuwa neema sio tikiti ya kutenda dhambi. Neema sio cheti cha kutenda dhambi. Neema sio cheti cha kukaa katika zinaa. Leo hata ukikutana na mlevi atakwambia anamjua Yesu, anamwamini Yesu, anakwambia uko chini ya neema, na yeye ni mlevi, yeye ni mwizi, yeye ni mdanganyifu. Ni maisha gani watu wanaishi? Ni maisha gani watu wanaishi?
Watu wa Kisumu ndogo, ni maisha gani unaishi? Katika maisha yako ya kila siku unafaa ukae chini ujichunguze. Kaa chini upate kujichunguza. Yesu alisema mti mbaya hauwezi ukazaa matunda mazuri, na mti mzuri hautawaizaa matunda mabaya. Katika maisha yako ya kila siku unatoa matunda ya aina gani? Kaa chini utafakari. Kaa chini utafakari, ni maisha gani unaishi? Wakati unaingia ndani ya kanisa, kaa chini, jiulize, ni maisha gani unaishi? Watoto wadogo wanakimbizana kama umbwa katika mitaa wakifanya zinaa, na wako ndani ya makanisa ambayo kuna watumishi, lakini watumishi hawataki kuonya watu waepuke dhambi. Leo makanisa yakikemea dhambi, watu inasemekana watoi sadaka. Mimi sihitaji sadaka yako, nimekuja nikuambia ukweli. Pata kutubu dhambi. Kwa kuwa hata ukikaa ndani ya kanisa miaka yako yote, utoe sadaka, utoe fungu la 10, upeane usipeane, kama maisha yako ni ya dhambi, hata kama unatoa, hata kama utauza mali yako yote upewe watumishi, kama maisha yako ni ya dhambi, utakufa na uingie jehanamu. Hauwezi ukaonga Mungu. Neema ya Mungu ni bure, wokovu ni bure. Hakuna kitu ambacho Mungu atakuuzia. Mungu alileta wokovu, na ndio maana unaambiwa wokovu ni kwa neema, kwa njia ya imani. Wokovu unapatikana bure kwa kutubu dhambi na kugeuka kutoka kwa dhambi na kuamini kile ambacho Yesu alifanya pale msalabani Kalvari. Yesu alikufia dhambi, Yesu alizikwa, siku ya 3 Yesu alifufuka. Ilikuwa ukombozi na uzima kwa ulimwengu. Leo watu wanapenda zinaa, wapendi Yesu Kristo. Wakati Yesu aliwapenda mpaka Yesu akaweka maisha yake chini. Yesu alitii hadi mauti ya msalaba ili wakomboe kutoka kwenye dhambi. Lakini leo mnapenda dhambi, watu wanapenda pombe, watu wanapenda ulevi, watu wanapenda zinaa. Ulevi wa pombe, ulevi wa bangi, ulevi wa wote ule, ulevi wa wanawake, ulevi wa wanaume, utawaingiza jehanamu msipotubu na kugeuka. Ni maisha gani unakaa? Ni maisha gani unaishi? Chunguza maisha yako. Jiulize katika maisha yako, kwa mienendo yako. Kaa chini ujichunguze. Angalia ni matunda gani ambayo unatoa kila siku. Kwa kuwa mti mtaujua kwa matunda yake. Mti unajulikana kwa matunda yake. Maisha yale ambayo unaishi kila siku unayaelewa. Maisha ambayo unakaa kila siku unayaelewa. Kama ni maisha ya dhambi, kuendelea, unafaa utambue kwamba haujawahi mjua Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu Kristo hakukaa maisha ya dhambi. Yesu hakukaa maisha ya dhambi. Na maandiko yanasema Mungu ni nuru na ndani yake hakuna giza. Kwa hivyo kama unakiri kumjua Yesu Kristo na unakaa maisha ya giza, maisha ya dhambi, maisha machafu, unadanganya, hauna Yesu Kristo, haumjui Yesu Kristo. Mungu ni mtakatifu, mbingu ni takatifu, na kitu kichafu hakitaingia humo kamwe. Unatumikia shetani ama Yesu Kristo? Unatumikia shetani ama Yesu Kristo? Kuna watu wako katika ndoa zao na watoto wamezaa nje. Watu wako ndani ya ndoa, wanaume na wanawake, lakini mipango ya kando, watoto hadi mmezaa nje. Wanawake wamezaa watoto nje ya ndoa, wanaume wamezaa watoto nje ya ndoa, mpaka watoto wako wende umezaa wanakosa chakula. Unapeleka pesa kwa mipango ya kando. Wanafiki,
wanafiki na wamejaa ndani ya makanisa. Nimekuja kuwaonya, ole wenu, ole wenu. Hakuna mtu ambaye ako na mke zaidi ya mmoja ambaye atarithi ufalme wa Mungu. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anakaa katika zinaa ndani ya ndoa au mahali popote hapana ndoa atarithi ufalme wa Mungu. Niweza uache zinaa, niweza uache zinaa ama zinaa itakuingiza jehanamu. Niweza uache zinaa ama zinaa itakuingiza jehanamu. Leo watu wanatumikia shetani. Watu wanatumikia shetani, lakini wako ndani ya masinagogi, wako ndani ya makanisa, lakini wanatumikia shetani. Watu wa Kisumu ndogo, hakuna kitu kibaya kama kukaa ndani ya kanisa miaka 20, miaka 30, alafu ukufe na uingie jehanamu. Itakuwa hiyo ni kukosa akili, kwa kuwa neema ambayo inawaokoa wanadamu wote Mungu anasema imefunuliwa, lakini ni lazima utubu dhambi, ni lazima utubu dhambi ili neema ya wokovu ipate kukufikia, ili neema ya wokovu ipate kufikia mwanadamu. Huyo mwanadamu ni lazima atubu dhambi na ageuke kutoka kwa dhambi, ndio neema ya wokovu ikapata kukufikia. Hawezi ukafikiwa na neema ya wokovu wakati uko katika dhambi. Hawezi ukakuwa na ndoa na Yesu Kristo wakati hujavunja ndoa yako na shetani ibilisi. Mungu anahitaji utakatifu. Mungu anahitaji utakatifu. Mungu anahitaji utakatifu. Yeyote ambaye ako na matumaini, yeyote ambaye ako na matumaini ya kuingia paradiso, lazima akae maisha ya haki, maisha ya amani, maisha matakatifu. Leo watu wengi wako ndani ya makanisa, ni kweli. Watu wengi wako ndani ya makanisa, hilo halipingiki, ni kweli. Lakini je, hapo ndani ya kanisa unatumikia nani? Unatumikia nani? Unatumikia pombe ama unatumikia nani? Mungu anataka wanadamu watubu dhambi. Mungu anataka wanadamu watubu dhambi, wageuka kutoka kwa dhambi. Kwa kuwa usipotubu dhambi, usipogeuka kutoka kwa dhambi, dhambi itakuingiza jehanamu. Mungu ana ushirika na dhambi. Mungu ana ushirika na dhambi. Mungu ni mtakatifu, na ili tupate kuingia paradiso lazima tukae maisha matakatifu. Hautaingia mbinguni wakati ukae maisha ya haki. Mungu ametengeneza paradiso na ametengeneza jehanamu. Mungu mwenyewe ametengeneza paradiso na ametengeneza jehanamu. Wale ambao watakuwa watiifu katika neno la Mungu, wale ambao watatubu dhambi zao na wageuke wamwamini Yesu Kristo na wakae maisha matakatifu, wataingia paradiso. Lakini wenye wamekataa Yesu Kristo, wenye wamekataa Yesu Kristo, wote wataingia jehanamu. Pata kupambanua, pata kupambanua. Usiendelee kukaa katika dhambi, usiendelee kutumikia dhambi, usiendelee kukaa katika zinaa mahali ambapo hapana ndoa. Leo kuna wanawake wanakaa na wanaume ili walipiwe nyumba. Kuna wanawake ambao wanakaa na wanaume ili wapate kulipiwa rent.
Hiyo ni zinaa, hiyo sio ndoa, hiyo ni zinaa. Na hauwezi ukadanganya moyo wako, hauwezi ukadanganya moyo wako. Unajua vyema kabisa chenye unaendeleza ni zinaa, hakuna ndoa. Na kama maisha yako kweli ni ya zinaa, niweze uchukua hatua ya kutubu na utoke katika hiyo zinaa, kama kweli unataka kuingia paradiso. Leo kama kuna dhambi inaingiza nafsi nyingi jehanamu, ni dhambi ya zinaa. Watu wengi wanakufa wakiwa ndani ya makanisa. Watu wengi wanakufa wakiwa washirika wa makanisa, lakini kwa kuwa walikaa maisha ya unafiki, wote wanaingia jehanamu. Yeyote ambaye atakaa maisha ya haki, yeyote ambaye atakaa maisha ya haki, hata kama unashiriki kanisa, hata kama wewe ni mtumishi, kama utakaa maisha ya haki, hautawahi ingia katika ufalme wa Mungu. Amka katika usingizi wa dhambi. Amka kutoka usingizi wa dhambi. Kwa kuwa dhambi ni mzigo na dhambi itakuingiza jehanamu kama utapambanua mapema na upate kutubu na kuachana na hayo maisha machafu, dhambi itakuingiza jehanamu. Mungu ni wa upendo, ni kweli, lakini maandiko yanasema Mungu ni Mungu aghadhabikaye na wenye dhambi kila siku. Usione upendo wa Mungu na uone hasira ya Mungu. Balance. Lakini leo watu wengi wanaona upendo wa Mungu. Ndio maana watu wanasema niko chini ya neema, na ako katika zinaa nje ya ndoa. Ako katika zinaa bali hapana ndoa, na anasema niko chini ya neema. My friend, utakufa ukisema hayo maneno. Mungu anataka upambanue. Pata kupambanua. Mungu anataka utubu na ugeuke kutoka kwa hiyo dhambi ambayo imekutawala. Chochote ambacho kimetawala nafsi yako, ambacho sicho cha haki, hiyo ni dhambi. Pata kutubu, pata kugeuka. Yesu hakukufia dhambi uendelee kutumikia dhambi. Alikufia dhambi ili kuweke huru kutoka kwenye dhambi. Lakini unaamini alikufia dhambi na bado dhambi unaitumikia. Wewe ni mnafiki. Haujapata kutambua neema ni nini. Haujapata kutambua neema ni nini. Yeyote anayetambua thamani ya neema, yeyote anayetambua thamani ya damu ya Yesu Kristo, hawezi akaendelea kukaa ndani ya dhambi. Hawezi akaendelea kutumikia dhambi. Kwa kuwa anatambua kwamba Yesu alikufia dhambi ili awekwe huru kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Amka kutoka kwenye usingizi wa dhambi. Amka kutoka kwenye usingizi wa dhambi. Ngoja Nadia kubeba usipate baadhi ya Nadia. Wewe simu yangu mwanangu, ngoja niende pale bwana. Leo kila mtu anatamani akifa aingie paradiso. Kila mwanadamu anatamani akiondoka katika huu ulimwengu aingie paradiso, lakini hautaki ukae maisha masafi. Hawezi ukaingia paradiso wakati umekaa ukientertain shetani katika huu ulimwengu. Hawezi ukakuwa rafiki wa shetani. Hawezi ukakuwa rafiki wa shetani katika huu ulimwengu alafu utamani kuingia paradiso. Haiwezekani. Vunja ndoa yako na shetani, ufunge ndoa na Yesu Kristo, uingie paradiso.
Yeyote ambaye anatamani kuingia paradiso anakaa maisha ya haki. Jehanamu imetengenezwa kupitia Yesu Kristo. Jehanamu na vyote ambavyo vimeumbwa, vile vinaonekana kwa macho na hata vile ambavyo havionekani. Maandiko yanaweka wazi katika kitabu cha Wakolosai 1. Maandiko yanasema vyote vimeumbwa kupitia Yesu Kristo. Paradiso imetengenezwa kupitia Yesu Kristo. Jehanamu imetengenezwa kupitia Yesu Kristo. Na Yesu alionya watu kuhusiana na hatari ya moto wa jehanamu. Kwa nini? Kwa kuwa Yesu anajua makali ya moto wa jehanamu. Yesu alionya watu kuhusiana na jehanamu. Na hivyo hata leo Yesu anawaonya kuhusiana na hatari ya moto wa jehanamu. Ukisoma kitabu cha Luka 16, unaona Lazaro na tajiri ambaye alikuwa mlafi, anaomba Abrahamu amtume Lazaro achovye kidole chake kwenye maji aje uposhe ulimi wake. Yule tajiri anasema ya kwamba makali ya moto wa jehanamu ni makali mno. Moto wa jehanamu ni moto ambao ni hatari, haujawahi kuwaka chini ya ulimwengu. Kwa hivyo wakati unasema unataka kuingia jehanamu, wakati unasema hutaki paradiso, wakati unasema hutaki paradiso, kaa chini utafakari. Jehanamu sio mchezo. Yesu hakuwa mnafiki akituonya kuhusiana na makali ya moto wa jehanamu. Kaa chini, tafakari. Hata wanawake wenye wanafanya ukahaba, ukiwauliza watakwambia wakiwa katika huo ukahaba, watakwambia wanatamani waingie paradiso. Kwa nini? Wanaelewa jehanamu sio mahali pa mwanadamu kuingia. Jehanamu ilitengenezwa kwa ajili ya shetani na malaika waasi. Lakini hata wanafiki ambao watakataa kutubu dhambi na kuziwacha na kuamini Yesu Kristo, wakifa, Yesu anasema wanafiki atawaweka pamoja na shetani na malaika waasi. Kaa chini uchunguze matunda ambayo unayatoa katika maisha yako kila siku. Utatambua wewe ni mti mzuri au wewe ni mti mbaya, kwa kuwa Yesu aliweka wazi. Mti mzuri hauwezi ukazaa matunda mabaya na mti mbaya hauwezi ukazaa matunda mazuri. Kaa chini ujichunguze, wewe ni mti gani? Wewe ni mti gani? Matunda yako, matendo yako. Yesu alisema mtawatambua kwa matendo yao, kwa matunda yao mtawatambua. Wakristo wa ukweli unawatambua kwa matendo yao. Na hata wale wa uongo ambao wamejaa ndani ya makanisa na hawataki kukemewa wakati wanatembea katika unafiki, matendo yao yanatuonyesha wao ni kina nani. Mungu ametuma hii sauti waonye na inionye pia. Usije ukakaa tu ndani ya kanisa ukiwa katika hali ya kuridhika na unakaa katika dhambi. Chunguza njia zako sana. Chunguza maisha yako sana. Hapa mahali watu wamepiga kelele sana hapa. Kelele imepigwa hapa mara nyingi sana. Watu wakichangisha pesa, maiti zitolewe, makadara zipelekwe bara zikazikwe. Hiyo iko sawa, haina shida. Lakini ukiingia jehanamu, jehanamu iko na lango moja peke yake la kuingia. Hakuna lango la kutoka. Hatutawahi changa pesa tukutoe jehanamu. Ni aidha utubu dhambi, ugeuke kutoka kwa dhambi ili uepuke jehanamu. Jehanamu ukiingia hautawahi toka. Jehanamu ukiingia hautawahi toka. Ni aidha uchague maisha ya haki, maisha ya utaua, maisha ya kiasi, ama uendelee tu kukaa katika unafiki na uingie jehanamu.
Mungu anapenda wanadamu, hiyo iko sawa kabisa, lakini Mungu anachukia dhambi. Mungu anapenda ulimwengu. Mungu anapenda ulimwengu na alipenda ulimwengu, ndipo alimtuma mwanawe wa kipekee ambaye ni Yesu Kristo, ili Yesu aje achukue dhambi za ulimwengu wote, afe nazo msalabani, ili mwanadamu apate kuwekwa huru. Yesu aliosha dhambi za ulimwengu wote kwa damu yake pale Kalvari msalabani. Kwa hivyo wakati unakataa neema, my friend, wakati unadhihaki damu ya Yesu Kristo, kaa chini, jiulize ukifa utaenda wapi? Wakati unakaa maisha ya ulevi, maisha ya kulewa pombe, maisha ya kuuza pombe, kaa chini ujiulize ukifa utaenda wapi? Leo watu ni washirika wa makanisa, ni sawa, na hiyo haina shida, lakini ni mara ngapi unasoma Biblia? Ni mara ngapi unakaa chini unasoma Biblia? Lakini unaweza ukashinda kwa simu yako ukiangalia upuzi, ukiangalia upumbavu, ukiangalia ujinga kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini hauna hata dakika 5 za kutafuta Mungu. Unaweza ukachukua masaa 5 ukiangalia vitu za kinafiki katika simu yako, lakini dakika 5 za kunena na Mungu hauna. Na unasema mimi ni Mkristo, nimeokoka, Yesu ni Bwana na mkombozi. My friend, wokovu ni zaidi ya kukiri. Wokovu ni zaidi ya kusema Yesu ni Bwana. Chunguza maisha yako. Chunguza maisha yako. Wokovu sio kwenda kanisa. Wokovu sio kwenda kanisa. Watu wako ndani ya makanisa, hadi wengine ni watumishi, lakini nafsi zao wameuza kwa shetani. Na ni watumishi wanatumia Biblia. Mimi huwezi ukaniconvince na kushika Biblia, kwa kuwa ninajua ukweli. Yesu alituonya. Paulo ameandika waraka wa kwanza na wa pili wa Timotheo. Paulo anamuonya Evangelist Timothy kuhusiana na mapasta wa uongo. Leo watumishi wako radhi wauze maji, wauze vitambaa, wauze mafuta, lakini hata chukua na dakika 5 wahubiri sermon ya kuambia watu watubu, wageuke kutoka kwa dhambi. Yeye anataka faida. Ana haja na nafsi yako, ukifa utaenda wapi? Yeye anataka chenye atatoa kwako, hataki kujua ukifa utaingia paradiso ama utaingia jehanamu. Hataki kujua. Anataka fungu la 10 na sadaka. Chunguza maisha yako. Wakati unasema ni mshirika wa kanisa fulani, Yesu alikuja kutangaza makanisa. Yesu alikuja kutangaza ufalme wa Mungu. Mungu ni roho, na wale ambao wanamwabudu kwa kweli watamwabudu katika roho. Sio tu mpaka tuende Yerusalemu. Sio lazima hata uende kanisa. Kama kanisa linakufundisha uongo, soma neno la Mungu hata ukiwa nyumbani kwako, kuliko ukae katika kusanyiko la waongo na ukufa ukiwa katika hilo kusanyiko na uingie jehanamu. Chunguza maisha yako. Angalia ni mahali gani ambapo unapaita kanisani kwako. Usiwe uko chini ya mwavuli wa shetani. Usiwe uko chini ya mwavuli wa shetani na unasema unaenda paradiso. Pata kutubu. Pata kutubu. Pata kugeuka.
Ili tuingie mbinguni ni lazima tugeuke kutoka kwa dhambi. Ili upate kuingia mbinguni, Mungu anasema anahitaji utakatifu, na utakatifu haupatikani pasipo kutubu dhambi na kugeuka kutoka kwa hizo dhambi. Lazima utubu dhambi na uchukie dhambi na uweke imani kwa Yesu na ukae maisha masafi ili upate kuingia paradiso. Siku za Yesu hapa duniani, Yesu aliambia watu wageuke kutoka kwa dhambi. Yesu Kristo aliambia watu wageuke kutoka kwa dhambi. Yesu alionya watu kuhusiana na hatari ya moto wa jehanamu. Yesu alionya watu dhidi ya kukaa katika unafiki ndani ya makanisa. Yesu alionya watu kutokana na kukaa katika hali ya vuguvugu. Wewe sio moto, wewe sio baridi. Pata kupambanua ni maisha gani unakaa, ukiwa ndani ya kanisa au nje ya kanisa. Pata kupambanua. Kama maisha yako ni ya dhambi kuendelea, chukua jukumu la kutubu na kugeuka, kwa kuwa utaingia paradiso ukiwa mwenye dhambi. Ni lazima ukiri dhambi na ugeuke kutoka kwa hizo dhambi. Uweke imani kwa Yesu na ukae maisha matakatifu kama unataka kuingia paradiso. Mungu ni mtakatifu. Mbingu ni takatifu. Yesu ni mtakatifu. Maandiko yanasema kitu kichafu hakitaingia katika makao ambayo Yesu ameandaa. Mungu ni mtakatifu na anahitaji utakatifu ili mwanadamu apate kurithi ufalme wa Mungu. Tengeneza uhusiano wako na Yesu Kristo leo. Au hujui usiku ambao utakufa? Hakuna mwanadamu anajua siku atakufa. Na kufa hiyo kila mwanadamu ako na appointment nayo. Kitabu cha Waebrania 9:27. Maandiko yanasema kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa aikabili hukumu. Kwa hivyo kila mwanadamu ako na appointment na kifo. Ni wewe uchukue hatua ya kugeuka kutoka kwa chochote ambacho sicho cha haki, ambacho kimetawala nafsi yako, kama kweli unatamani kuingia paradiso. Amen. Nakupa sifa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu uliye juu sana, uliye mtakatifu. Mungu naomba kwa huruma na rehema na neema yako, Mungu enda ukapee watu toba. Yeyote ambaye amesikia hii sauti, enda ukamsaidia Bwana akapate kugeuka kutoka njia yoyote ambayo sio ya haki, ambayo ni ya yule mwovu ibilisi shetani. Mungu enda ukakomboe nafsi, enda ukaokoe watu Bwana, enda ukapee watu imani, enda ukamimine Roho Mtakatifu Bwana. Mungu enda ukatusaidie, enda ukaturehemu. Ni katika jina takatifu lako Yesu tunaomba na hata kuamini. Amina.